UNICEF yaonya kuhusu kuzidi kuzorota kwa hali ya watoto nchini Haiti. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na watoto UNICEF limeonya juu ya kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu nchini Haiti, likisema mamia ya maelfu ya watoto wapo katika hatari kubwa ya kuangamia kutokana na vurugu, njaa na ukosefu wa makazi salama. Mkurugenzi wa kanda ya Amerika Kusini na UNICEF Roberto Benes amesema hali nchini humo imefikia kiwango cha kutisha, akieleza kuwa zaidi ya watoto 680,000 wamelazimika kuhama makazi yao na wanaishi katika maeneo ya wakimbizi yenye mazingira magumu ya kuishi. Taarifa mpya ya UNICEF inaonyesha idadi ya watoto waliokimbia makazi yao imeongezeka maradufu na kufikia ongezeko la ghasia za magenge ya kihalifu ambazo zimelazimisha watu takribani milioni 1.3 kuyahama makazi yao. Wengi wao wanaishi kwenye kambi zenye msongamano mkubwa bila huduma muhimu kama chakula, maji safi, elimu na huduma za afya. Kwa mujibu wa UNICEF, zaidi ya watoto milioni 3.3 wanahitaji msaada wa dharura, huku njaa na kufungwa kwa shule vikizidi kuathiri maisha yao. Katika hatua kubwa ya kidiplomasia iliyoibua matumaini mapya ya kumaliza vita vya miaka miwili huko Gaza, Israel na Hamas wamekubaliana kuanza hatua mpya ya kwanza ya mpango wa amani, ikijumuisha kusitishwa kwa mapigano na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. Tangazo hilo limetolewa nchini Misri likiungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ameitaja kama hatua muhimu kuelekea amani ya kudumu katika ukanda wa Gaza. Katika Gaza, habari hizo pia zimepokelewa kwa matumaini, ingawa bado kuna wasiwasi mkubwa kutokana na njaa kali na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kulingana na makubaliano hayo ya awali, Hamas inatarajiwa kuwaachia mateka 20 waliobaki hai katika siku chache zijazo, huku jeshi la Israel likijiondoa katika maeneo mengi ya Gaza. Hata hivyo, masuala muhimu bado hayajatatuliwa, yakiwemo silaha za Hamas na nani atakayeongoza Gaza baada ya vita. Hii ni hatua ya kwanza ya matumaini kuelekea kusitisha mgogoro uliosababisha zaidi ya vifo vya watu 67,000 na kuleta janga kubwa la kibinadamu katika eneo hilo. Ripoti za Jaba Kimataifa, God Bless Kombe.